Vipi bwana? Alhamdulillah bwana. Safi kabisa. Tunashukuru. Asalamu alaykum. Salaam boss. Mzima. Alhamdulillah. Karibu sana Boss TV. Nashukuru bwana. Right. Kwa faida ule mtazamaji wangu kwa haraka pengine bwana Abeid ni nani? Okay, tukianza kwa majina naitwa Abeid Abdalla Abeid. Mimi ni mkazi wa Kazandani Ward, Nyali Constituency. Na mimi nimezaliwa eneo la Bamburi. Nimekulia hapo, masomo yangu nimesoma hapa. Na sasa hii mimi udili na vijana sana tangu kitambo, si jambo ambalo limekuja tu hivi. Kusaidia vijana nimelianza kitambo, tumekuwa na vijana mtaani na tumekuwa tukifanya project nyingi za mitaa kwa vijana na hata madada zetu pia tulikuwa nao. Kwa hiyo kwa ufupi mimi ni mpenda vijana. Ndio. Right. Ndio. Mpenda vijana? Ndio. Na wewe ni kijana? Na mimi ni kijana. Na unalenga kuongoza vijana? Kabisa. Kwa ili swala la vijana kuingia kwenye uongozi tukianzia hapo kwanza. Ili swala la vijana kuingia kwenye uongozi mulianzaje? Okay, tukiangalia sisi katika miaka ya siasa iliyopita, vijana sisi tunatumika kama stepping stone. Ushaona, kiongozi akiona uko na capability fulani hivi anakutumia. Baada ya ashaingia katika ule uongozi anakuweka kando. Hakuna kitu unafaidika. Na pia vijana wengi wanatumika kama pressure groups. Ushaelewa? Kijana huyu anafanya fujo, ametumiwa na chama fulani, amepewa pesa ni 500 labda ni 1000, anaenda kuleta vurugu sehemu, anaharibu uchaguzi pengine ama anafanya hasara yoyote mahali. Kwa hivyo vijana yani kwa ufupi wametumika vibaya na wanasiasa. Ndio. Na ndio kaweza kukupatia msukumo ukasema mambo yabadilike. Kwa hiyo sisi tuna imani, hata kuna moto yangu mimi nasema vijana tunaweza. Kwa sababu sisi kama vijana tukikaa chini tukiungana, tunajua sisi ili jambo linawezekana. Kwa nini wao wanaweza sisi hatuwezi? Kwa hiyo sisi tunao msukumo na tunao nguvu kwa sababu 70% ni vijana. Okay. Kwa hiyo vijana wakishikana wakiamua, bana leo sisi tunasimamisha kijana mwenzetu, niko na imani tutapita. Imani ipo? Imani ipo. Mtapita? Ndio. Na unasema kwamba vijana mnaweza? Tunaweza. Bila shaka. Ndio. Utakuwa unanieleza unaweza kivipi? Na mimi nipo na mifano ambayo inaonyesha kwamba vijana kidogo hamwezi bado. Sawa, kila siku sisi tunaambiwa vijana ni viongozi wa kesho. Sasa tunajiuliza kesho hiyo itafika lini? Alright. Kila siku tunaambiwa sisi ni viongozi wa kesho. Na mimi nasema hiyo kesho ni leo imefika, vijana kuongoza, kupewa nafasi mbalimbali katika uongozi. Right. Vizuri sana. Na kabla tujaweza kuingia ndani zaidi kwenye swala hilo la vijana na uongozi, hizo nafasi ambazo tunazungumzia ziliweza kutengenezwa kutokana na mabadiliko ya katiba iliyofanyika mwaka 2010 kule kama siku kama ya leo. Na nataka tu nipate hisia zako kutokana na kwamba leo tunakumbuka kupitishwa kwa katiba mpya. Wewe kama mwananchi, aswa kama kijana ambao unalenga kuingia kwenye uongozi, swala la katiba mpya kufikia sasa ni miaka 11. Unaona lipo la kujivunia? Wallahi hatuna la kujivunia kama vijana. Kwa sababu ukiangalia nafasi nyingi zikitokea, unakuta amechaguliwa mzee hapo, unaambiwa yeye ni kijana. Wakati tunao vijana ambao wameenda university, wako na makaratasi, wanaweza lakini wanawekwa kando. Alafu vijana wakiingilia mambo mabaya, serikali inaanza kulaumu. Unajua serikali inafaa iwape vijana vipaumbele. Kijana amemaliza university yake, hakuna course fulani amesomea, apewe nafasi, aoneshe ule umaarufu wake katika uongozi. Right. Kwa hivyo unasema kwamba katika kuangazia masuala ya vijana pengine hii katiba bado haijatudiridhisha sisi? Bado. Ungenitaka iwe vipi yani? Mimi ninachotaka vijana wapewe nafasi, wacha kando na siasa, wapewe nafasi za uongozi kwenye parastatal hizi za serikali. Tusikie bwana mahali fulani, institution fulani inaongozwa na kijana. Hapo ndo tutajua kweli vijana umepewa vipaumbele. Right. Ndio. Kukaweza kuwa na msukumo wa kutaka kubadilisha katiba kupitia mchakato ule wa BBI. Ndio. Na kilichokera haswa wale ambao hawakuwa wanakubaliana nao ni kwamba kulikuwa kunatengwa nafasi ambazo zitapewa viongozi tofauti ambao ni vijana
ambao miaka yao kidogo imesonga. Ndio. Unahisi pia hiyo ni sababu kuu ambayo unahisi vijana wengi pia wangepaswa kutoiunga mkono? Tukiangalia viongozi tunaowajua tangu sisi tunakulia mpaka sasa hivi tumefikia hapa, sura ni zile zile pale mbele tunazoziona. Sasa ukija ukimwambia kijana kuwa BBI inaleta nafasi kwa executive au watu wa juu, wakiangalia sura ni zile zile. Kwa nini tusiseme kama Shadrack awe pale ama Abeid niwe pale? Kutakuwa na msukumo wa vijana. Vijana watasema kweli sisi tunasikizwa maoni yetu. Lakini tukiangalia zile nafasi wote ni watu ambao ni watu wazima, wamepitisha miaka ya vijana. Ndio. Right. Unahisi kwamba vijana hawajapewa ile nafasi, ama wengine wanasema kwamba vijana mwangoja tu kupewa, mbona uviendei? Kwa sababu ukisema hilo swala, nakumbuka kuna madam fulani hapo walisema kuwa sisi wa pwani ni wavivu. Na unajua sisi habari nyingi wanaangazia the negative side ya vijana wa pwani. Nikisema wa pwani kwa jumla. Kwa sababu hapa Mombasa tuko na positive stories za vijana. Wako vijana waliosoma, wako na vijana wenye malengo. Kwa hiyo wasiangazie tu upande ule mbaya, waangalie upande huu mzuri. Vijana pwani wako wenye talent, wenye walisoma, ushaona, wenye umaarufu. Kwa hiyo wakipewa nafasi, haswa pwani, wanaweza kuongoza. Wakipewa nafasi? Na sio kwamba kwenda kupigania hizo nafasi. Sawa, kuna wale wakupewa na kuna wale wamejitokeza. Hata sasa hivi ukiangalia, wacha Kazandani peke yake. Kazandani tu kuna vijana zaidi ya 10 ambao wanataka kusimama. Mimi nikiwa mmoja wao. Tukiangalia ward zingine unaona vijana wamejitokeza. Ukiangalia pia Kisauni ward nyingi vijana pia wamejitokeza. Hata kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Mbarak, yeye ni wakili pia amejitokeza, anasema anataka ubunge Kisauni. Ushaona? Sasa hiyo ndo vitu tunataka vijana wajitokeze. Ushaona? Kwa sababu 70% tunaambiwa ni sisi vijana. Kwa hiyo sisi vijana wakiungana tunaweza kuleta mabadiliko. Right. Ndio. Kwa sasa hivi wapo vijana ambao wako uongozini. Na unapotembea katika maeneo pengine ambao wanasimamia ama wanaongoza pale, utasikia wengi wakisema kwamba tunahisi kwamba tulikosea sana kuchagua kijana. Do you feel kwamba vijana wamekomaa kiwango cha kuwa viongozi? Okay, ukisikia wananchi wanalalamika kuwa kiongozi fulani hakufanya, hasa akiwa kama ni kijana. Makosa ambayo tulifanya sisi wakazi wa Mombasa, tulifanya siasa ya chama. Right. Kwa sababu wimbi ambao lilikuwa wakati wa 2017 ilikuwa wimbi la ODM. Mtu haangalii yule kiongozi, anaangalia kile chama. Mimi nilikuwa msimamizi katika kituo cha kupiga kura. Mtu anakuja anakuambia bwana mimi niwekee tiki ODM yote. IJK kwamba wewe ni kabisa. Sasa unashangaa unamuuliza mama unajua unampigia, anakuambia mimi ni chungwa. Ushaona? Sasa hiyo ndio makosa ambao watu wamefanya. Lao sisi tukianza kuingia mashinani hivi tuhamasishe vijana, bwana hakuna siasa ya chama. Mimi ni Abeid, munipigie kura kama Abeid. Ama mimi ni Shadrack, munipigie kura kama Shadrack. Hakuna kuuza siasa ya chama. Kwa sababu ukiangalia akiingia pale lazima afuate wale walioko juu. Ushaona? Right. Hilo linaweza badilika ama limebadilika? Hilo litabadilika 2022 na kuhakikishia. Litabadilika. Kwa sababu ukiingia mashinani saa hizi nimekuwa ground. Ukiingia mashinani watu wanakuambia bwana sisi tunataka maendeleo. Wananchi wako na kiu ya maendeleo. Ushaona? Sasa ukileta wewe siasa zako za chama hakuna mtu atakusikiza. Watu wanataka maendeleo kwa sababu wamechoka. Miaka mingi mtu akwambia bwana mimi napigia kura ODM lakini hakuna kitu nimefaidika mpaka sasa hivi. Okay. Kwa hiyo tukienda na ule msukumo kuwa vijana sisi tunaweza, huenda wananchi wakatusikiza na wakatupa nafasi tuwaongoze. Naam. Ndio. Kwa sasa hivi wengi wanazungumza wakisema kwamba tunapoelekea katika uchaguzi mkuu mpiga kura elimishwe jinsi ya kupiga kura. Unadhani iko na umuhimu? Iko na umuhimu kwa sababu unajua sasa hii kasumba ambayo iko mtaani, kiongozi mwenye anatoa pesa huyo ndo mtu. Na yule ambao hatoi bwana huyu si mtu. Na unakuta yule ambao hatoi ndo anastahili ile nafasi ya kuongoza. Ushaona? Mimi huambia wananchi wangu mimi sitofanya biashara na nyinyi. Sitokuja na pesa niwape munipigie kura. Wanabedi mkono mtupu langu. Naelewa. Lakini mimi naenda kuomba kazi kwa wananchi. Wakinipa ile kazi
nitawaletea nini? Matunda yake ni maendeleo, ambapo wale maendeleo yatasaidia jamii nzima. Haina haja nikupe wewe Shadrack 500, itakusaidia wewe peke yako. Ushaona? Sasa iko haja ya wananchi kuelimishwa kuhusu upigaji kura. Right. Ndio. Italeta tofauti katika jinsi ya hali yetu ya kupiga kura ambao ndio wakiweka juhudi kwenye hilo la kuelimisha, mimi nina imani mabadiliko yatapatikana. Kwa hiyo wengine wanauliza Bwana Bedi kwamba endapo kwa sasa hivi unasema kwamba hili litabadilika, kwa nini tena tuwafunze jinsi ya kupiga kura? Umesema kwamba ukitembea mashinani utaona mtu anakuambia kwamba sasa hivi tumechoka. Ndio. Tuna mawazo yetu kivyetu, tutaamua kivyetu. Unaona kwamba pengine itabadilisha taswira ya jinsi pengine wajua lazima wananchi waelimishwe kuhusu voters bribery, hii kuhongwa. Lazima watu waambie bwana, kiongozi si yule anayekuhonga. Kiongozi ni yule utampa kura yako akuletee maendeleo. Naweza kupa mfano mbunge wa Nyali, Mohamed Ali. Mohamed Ali watu walianza kusema ni mtu wa Garissa, ni mtu wa wapi. Watu hawakuangalia kuwa yeye ni mtu wa Garissa ama ni mtu wa wapi. Na wala watu hawakuangalia kuwa ana pesa ama hana pesa. Watu walijua huyu ni kijana na akiingia pale anaweza kufanya kazi. Na sasa hivi tunaona maendeleo aliyofanya. Kwa hiyo wananchi washafungua macho, wanajua kweli watakuja watu wenye pesa, wananchi watakula. Lakini mtu akifika pale kwenye debe anajua mimi nampigia Shadrack kama nampigia Abeid kuwa ataleta maendeleo. Ndio. Kwa mfano uliotoa huo wa kwamba mheshimiwa Wanyali anafanya mambo mazuri licha kwamba ni kijana. Ndio. Unahisi kwamba watu wameanza kujenga imani na vijana kuwataka waweze kuingia na kujitosa kwenye uongozi? Ndio, watu wako na imani kubwa sana, kwa sababu ukiangalia MCAs wengi ambao wamechaguliwa ni watu wakubwa. Kwa sababu watu wanaangalia huyu tumemchagua, hakuna kitu ametufanyia. Amekuja huyu kijana hakuna future. Kwa hiyo huyu kijana anaweza kudeliver manifesto yake na akaleta maendeleo. Kwa hivyo imani wapo nayo. Imani wapo nayo. Lakini nikuulize Bwana Bedi, wewe pengine umeniambia kwamba hujaanza leo kwa masuala haya ya uongozi na kuzungumza masuala ya vijana. Unahisi nini haswa kinafanya kijana aweze kuwa kiongozi mzuri? Kweli mimi haswa kama Abeid nilikaa kwanza ule mtaa ambao natoka, niliona vijana ambao nimesoma nao, nimecheza nao, nimekuwa nao, wengi naweza kuambia wameharibika na dawa za kulevya. Kwa hiyo nikakaa nikatafakari kwa nini sisi tukae tunapoteza generation ya vijana. Kwa hiyo lazima tulete mbinu za kusaidia hawa vijana. Na kweli mimi Abeid peke yangu siwezi saidia vijana wote. Ndio maana nikaonelea niendee kiti cha Kazandani. Watu wanipe kura kama MCA, tuweze kusaidia vijana, wa mama na wazee. Ushaona? Kwa sababu ipo haja vijana, unajua kijana sisi tunalaumu vijana, vijana wako maskani, vijana wanatumia uraibu. Wewe fuata kijana pale mahali yuko, mueleze shida yako ni nini. Unajua vijana wengi ni stress inawapelekea kule. Ama nyumbani bwana hakuna kazi, hakuna pesa, kijana anaingilia uraibu. Mimi nishakaa nao, mtu anakueleza story yake, history yake. Unasikia alikuwa kijana mzuri lakini misukosuko ikampelekea kule. Ushaona? Kwa hiyo iko haja ya sisi kufuata vijana mashinani, kujua shida zao ni nini na kuwatatulia. Ndio. Kijana anaweza kujibeba mwenyewe katika kuingia kwenye uongozi. Kuchukulia mfano kwamba ndio unaweza sema unajitosa kwenye kinyang'anyiro, lakini tutakuona kwa mfano sasa pengine ukiwa associated na chama cha ODM na kwenye picha yako pale unabandika Raila Odinga mwenyewe mheshimiwa. Kijana anaweza kujibeba mwenyewe mpaka kafikie pale anapotaka kufikia yeye. Kwa sababu mimi nakwambia vijana tuko wengi. Asilimia kubwa ni vijana. Lao vijana watasema ni Shadrack nampigia kura. Shadrack unapita asubuhi na mapema. Watu hawaangalii chama, wanakuangalia wewe. Bwana huyu ni kijana mwenzetu, anaweza kutusikiza sisi. Ushaona? Ukienda pale hata ukienda kuinteract na vijana mashinani wanakuambia bro, wewe ni kijana mwenzetu. Wewe unajua ile shida sisi tunapitia. Wewe pia ni kijana ushapitia shida kama hizo. Kwa hiyo tukikuweka pale unaweza kutuletea sisi mabadiliko. Ndio.
Kwa hivyo unahisi wale vijana ambao wanalenga pengine kuingia kwenye kinyang'anyiro, lakini anangoja na anapima, pengine nitaingia kwenye chama hiki, nitaingia kwenye chama hiki, nitajiassociate na kiongozi huyu japo mimi ni kijana, ndio niweze kuwa na ushawishi mkubwa pale mashinani, au unaweza waambia aje? Okay, kama mimi sahi azma yangu nataka kuingia na chama cha UDA, chama cha Hasla, kwa sababu ukiangalia manifesto ya ile chama inagusa kijana na yule mtu wa chini, inaendana na ile manifesto yangu mimi kutaka kuingia katika uongozi. Ushaona, siwezi kubali nikakwambia Shadrack bana nitaingia na ODM. Tumeona ile misukosuko iko kwenye ODM, tumeona vile viongozi wanakuwa mapuppet. Ushaona, hauwezi fanya kitu mpaka mkubwa aseme. Ushaona, hatutaki hiyo siasa. Sisi tunataka siasa ya kuleta maendeleo, ya kuempower mama mboga, kuempower boda boda, vijana. Ushaona, ndio mimi nikaonelea chama changu ni UDA kwa sababu manifesto yangu na manifesto ya ile chama zinaendana. Ndio. Hauhisi kwamba ni mapema mno kuchagua chama bwana Bedi? Si mapema. Safari ni kujipanga na mapema. Haina haja ungoje last minute useme Kwa hiyo unajipanga mapema bwana, mimi jahazi langu la kunivukisha ni hili. Wananchi wangu mwasemaje? Wananchi akikwambia bwana sawa sawa, nenda nayo. Nenda nayo. Lakini sasa hivi kuna mazungumzo kwamba eneo la Pwani wanataka kutengeneza chama chao. Ndiyo. Na wewe kama mmoja ambao unatokea huku, mbona huja ngoja pengine hatua hizo zikafikiwa ndio ukaamua tayari uchague UDA? Unajua Shadrack, haina haja imefikia saa hizi ndio watu wa Pwani wanakumbuka chama. Miaka hiyo yote hao viongozi ambao tumewapa kura walikuwa wapi? Hilo wazo la kuwa na chama lilikuwa wapi? Mbona saa hizi? Unaona? Kwa sababu mtu anaona namaliza tamu yangu mimi. Kwa hiyo lazima yani ajitafutilie nafasi pale, lazima alete hicho chama cha Wapwani. Sikatai kuwa ni jambo zuri watu wakiungana na kuwa chama chao, lakini hii ilikuwa inatakiwa iwe kitambo. Hizo elections zote zimepita, ilikuwa sisi Wapwani tuwe na chama chetu tuweze kusikizwa. Kwa nini walitupeleka ODM wao miaka yote? Kitu gani sasa tumefaidika sisi na ODM? Lao ingekuwa miaka yote ya nyuma umetengeneza chama cha Wapwani, tungeona faida ya kile chama. Kwa nini unakuja saa hizi wakati unajua kura zinakaribia? Kila kitu kina mwanzo wake bwana Bedi. Ndio. Si ndio? Ndio. Lazima tuanze sasa pengine kutengeneza hicho chama. Mimi nasema ilikuwa waanze kabla, si saa hizi. Unajua saa hizi wanataka ku brainwash watu. Sikatai umoja wa Pwani, lakini si saa hizi. Wangeleta kitambo tukajua kweli hawa viongozi wetu wako na msimamo. Si kuwa wanatupeleka huku tusupport ODM. Sawa, tumesupport, faida yake tumeona ni nini? Ushaona? Semi kama hizo Wabedi, mtu akikusikiza atasema kwamba nyinyi ndio wale ambao mnarudisha umoja wa Pwani pamoja. Kuna ile msukumo watu wanataka waje pamoja kama eneo la Pwani, kama vile maeneo mengine regions tofauti tofauti zimejiunganisha na kuweza kuvote kama block. Lakini nyinyi endapo mtajigawanya hivyo, uone kwamba kidogo mnajiregesha nyuma. Sawa, naweza kwambia sisi tumechagua viongozi wa Pwani, lakini wao ndo wamekuwa mstari wa mbele kutuuza sisi. Sasa sisi tutakuwa na imani vipi na wao? Mtu amekuuza miaka 10, hakuna faida umepata. Sasa yeye anakuja anakuambia tuweni pamoja. Utamwamini kweli wewe mtu? Huwezi muamini. Ushaona? Kwa sababu watu walikupa ile jukumu la kuongoza. Bwana wewe ndo kiongozi wetu. Lakini wewe ukaenda ukawauza. Sasa watu hawana imani tena. Ushaona? Ndio sasa hivi unaona hichi chama cha UDA, nitakupa mfano, kimekuja hapa Pwani, kimepokelewa vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile manifesto yake. Bwana, hichi chama cha Hasla, mama mboga, mtu boda boda, kijana. Kwa hiyo watu wako na imani na hichi chama, kwa hichi chama kitaleta mabadiliko. Na kando na kuangalia sijui hichi chama ni kimetoka wapi, ni cha wapi, sisi tunataka kuangalia mabadiliko. Watu wanataka changes katika jamii. Ushaona? Huwezi niambia mimi najua saa hizi siasa itakuja kuwa huyu ni wakuja, huyu si wa hapa. Mimi nitakupa mfano. Kazandani walichagua mtu wao. Majority kule ni Mijikenders. Walichagua mtu wao. Na sasa ukiingia ground, ukifuata yule mama Mijikenda, mzee Mijikenda, anakuambia mwanangu, sisi tumehangaika. Maendeleo watu yaoni, watoto wetu wamekaa majumbani. Na mtu ni wa kwao. Na mtu ni wa kwao. Na tulichagua mtu wa kwetu.
Sasa hivi tunataka kubadilisha hiyo taswira. Kama nilivyokuambia upande wa Nyali, kiongozi wa Nyali, vile watu walifanya, walichagua yule kiongozi, hakuangalia huyu mtu ni wa huku, huyu mtu ni wa huku. Waliangalia yule mtu ni mtu, yule jichopevu ni jichopevu mwenyewe. Wacha tumpe kura atufanye kazi. Bila shaka. Ndio. Wakati ambapo kuna bumiwa hizi vyama, kwa mfano sasa tuchukulie wakati ambapo ODM ilikuwa ikianza, pengine watu walikuwa na imani na ODM hadi upande huu wa pwani haswa ilikuwa ni wanaita stronghold ya ODM. Na kwa sasa tunaona kidogo mambo yameweza kubadilika. How sure are you kwamba ndani ya United Democratic Alliance na Hustler Movement hii ambao mna propel pale nje kwamba mambo hayatabadilika, na uhakika gani uko nao kwamba kutakuwa na usemi wako wewe ndani ya UDA? Nitakuwa na usemi kwa sababu mimi watu wangu, wanajeshi wangu ni vijana. Kwa hiyo mimi nikienda pale, mimi siendi kama puppet. Mimi nimeenda, nimechaguliwa na wananchi. Unajua kuna viongozi huwekwa, Bwana Shadrack. Naam. Ushaona? Bwana huyu chama ndio kilimsaidia akaekwa. Sisi tutaenda na ule msukumo kuwa sisi tumekuja na vijana. Tumeletwa hapa, nimechaguliwa hapa kuwakilisha vijana, kina mama na wazee. Kwa hiyo ukienda katika lile bunge, wewe huendi kwa sababu ya chama, wewe unaenda kwa sababu ya wananchi wako. Wewe unapeleka malalamishi ya wananchi pale bungeni. Bwana mimi ni ABCD, kuna shida fulani lazima itatuliwe. Lakini ukiangalia saa hizi wale majority ambao wamechagulia ODM wakifika pale, mtu hawezi fikisha hoja yoyote. Ananyamaza kwa sababu yeye amewekwa pale. Hana say, hana gumzo. Na kama tunavyojua, tuliambiwa aspirant governor ambao ni Sarai alisema kuwa UDA ndani ya Mombasa itakuwa free and fair. Hakuna ati huyu amependelewa, huyu amefanya. Hata mkawa vijana 20, 30 mtaenda nomination, yule ataibuka mshindi, nyinyi vijana wengine mtamuunga. Ndio muende na ile msukumo kuleta maendeleo. Right. Ndio. Kwa hivyo una imani na chama hiki? Ndio, niko na imani. Ndio. Wapo ambao kwa maana umezungumzia swala la kuwepo ndani ya UDA, na nimefurahi kwamba umejitokeza mapema kuzungumzia chama ambacho utagombania na ndani ya UDA. Wengi wanasema kwamba kiongozi wenu ambaye kwa sasa ni naibu rais William Ruto, japo yeye amejisema kwamba bado yuko ndani ya Jubilee, wengi wanahisi kwamba kwa nini mabadiliko haya ambayo anazungumzia kwa sasa hajayafanya wakati ambapo alikuwepo enzi za Nyayo, alikuwepo wakati wa Mwai Kibaki, yupo sasa hivi wakati wa Uhuru Kenyatta. Kwa nini aseme sasa hizi ndio endapo tukimpa uchaguzi kuwa rais 2022 ndio mabadiliko haya ya kuinua maisha walio chini? Mbona hajainua toka hapo awali? Unajua wao walikuwa kwenye uongozi tangu 2013 na walikuwa na plan yao ya kuleta maendeleo. Sasa ilipofikia hapa katikati mambo yakaharibika. Sasa Shadrack, Bwana Shadrack, ikiwa wewe huhusishwi katika mipangilio yale mliokuwa mmepanga, hakuna kitu unaweza kufanya. Sasa sisi hatuwezi mlaumu. Ziko zile waliweza kufanya, lakini kuna zile zingine ambao amewekwa kando, hahusishwi. Sasa ndo akaonelea, bwana mimi wacha nitembee safari yangu, nataka kuleta maendeleo. Ndio. Na una imani naye? Niko na imani naye. Kwa asilimia ngapi? Asilimia 100. Ndio. Mpenzi mtazamaji, ni mheshimiwa huyo Abeid Abdalla ndani ya studio akizungumzia kwa kibana na marefu kuhusiana na vijana na uongozi. Amezungumza mengi kuanzia pale anaposema kwamba tayari ameshachagua chama ambacho ataweza kugombea kwenye kinyang'anyiro cha kuweza kuwa mwakilishi wa wadi ya Kazandani katika kaunti ya Mombasa, hususan sub county hili ya Nyali. Sijui wewe unakubaliana na maoni yake, usemi wake hapa ambao anasema. Unazungumza nasi kupitia nambari unaiona chini ya runinga yako hapo, ama pia unatembelea kurasa zetu za kijamii. Itakuwa vyema pia ukituambia unatazama ukiwa wapi na unauliza swali lipi kwake ili aweze kulijibu hapa ndani ya studio. Tukirudi kwenye swala hili sasa la vijana. Ndio. Endapo ungeweza kushauri serikali wasaidie vijana kutoa uongozi na kutoa nafasi mbalimbali, unaweza washauri nini? Naweza washauri wakiadvertise hizi nafasi, tuseme ni nafasi za kazi, nafasi za uongozi katika parastatals, wawape vijana kipaumbele.
Ushaona? Lao sisi tutaona kijana amewekwa kwenye nafasi ya uongozi kwenye shirika fulani, tutakuwa na imani na serikali kuwa serikali bwana imejali vijana. Lazima wapewe nafasi ya mbele vijana. Kando na watu wote, vijana walio apply kama ni kazi wapewe kipaumbele. Right. Ndio. Wengi wanasema kwamba Mheshimiwa Beid, na nitatumia hili neno, kwamba vijana wengi wanakuwa too much vocal and too much yani kama wako na activism fulani. Na ndani ya bunge pale kunataka masuala ya seriousness. Do you feel kwamba nyinyi vijana mko na seriousness both at the level at which mnakwenda pengine kwa county assembly na national assembly? Ndio, lazima tuwe na agenda zetu sisi kama vijana, kwa sababu ikiwa kijana watasimamisha kijana mwenzao, bwana wewe tumekuchagua sisi, nenda katuwakilishe kule. Mimi nikienda kule nitaenda na kuwa mimi nimetumwa na vijana wenzangu. Vijana wanataka mabadiliko, wanataka kazi, wanataka masomo. Ushaona? Lazima niende pale kwa sababu ya vijana wenzangu. Ndio. Na swala la pengine mizaha mingi ndani ya bunge. Ndio. Manake wengi wanasema kwamba vijana wanaleta too much lack of seriousness kwa masuala ya pengine legislation na mambo kama yale. Hizo ni story tu, hataki kuwapa vijana. Huwezi niambia ati kijana amechaguliwa ameenda bunge hata hawezi kuwa serious bwana. Ameenda pale na malengo yake. Wewe ukienda kwenye bunge uko na malengo yako. Ikiwa huna malengo sasa ndo unaleta mchezo kwenye bunge. Wako wabunge wamechaguliwa mpaka saa hizi labda miaka 10 inaelekea, mtu hakuna kitu ameongea. Na ni mtu mkubwa huyo amechaguliwa. Ala, ukimpa kijana akifika pale ana raise motion, analeta motion, analeta shida za wananchi pale. Wananchi wake wanaweza kusaidika. Ushaona? Right. Na wako naweza kupa mfano, wako ma MCAs ambao wamechaguliwa na ODM. Mtu anakwambia amefika pale miaka 10 inaelekea kuisha, hakuna kitu amepeleka, yeye ni kufika pale kukaa, apate sitting allowance yake, aondoke. Hataki kujua wananchi wake wako vipi. Right. Ndio. Endapo ungekupatia nafasi wewe, tutaona tofauti fulani. Ndio. Bila shaka. Ndio. Mheshimiwa. Ndio. Macho yako yamelenga 2022 Kazandani. Ndio. Kwa nini Kazandani? Kwa sababu ni sehemu nimetokea na nimeona iko haja ya kuleta mabadiliko hapo Kazandani. Ipo haja ya kuleta mabadiliko. Ndio. Unajua mtu anapoleta mabadiliko katika sehemu ni kwamba ameona kitu hakijafanywa sawa. Ndio. Kwa hivyo unasema kwamba hakujafanywa sawa. Hakujafanywa sawa. Taswira ya Kazandani pengine tuache pengine miaka 10 iliyopita, tuzungumzia hii mitano kuanzia 2017 mpaka kwa sasa hivi. Ndio. Umeona vipi Kazandani? Kazandani unajua kuna maendeleo ambayo ni ya national government ambayo yanasimamiwa na mbunge, na kuna maendeleo ambayo yasimamiwa na county ambayo kunawekwa MCA hapo. Upande wa mbunge mimi naweza sema ametimiza ile kiwango yake. Na upande wa MCA iko haja ya kuleta mabadiliko hapo mbele kwa sababu sasa hii hakuna kitu hapo. Okay? Ndio. Umezungumza kwamba hakuna kitu. Ndio. You're being unfair. Wajua tuzungumze tu reality. Unajua reality iko ground. Nenda ground. Uulize mwananchi. Bwana, Kazandani yenu MCA mnamwona vipi? Utasikia ile response wananchi wanakupa. Kwa hiyo ipo haja ya kuleta mabadiliko ndani ya Kazandani. Tatizo kubwa ambalo liko Kazandani kulingana na wewe na mtazamo wako na picha zako pale mitaani ni nini hasa? Okay, katika yale masuala ambayo mimi nimekaa chini nikayaangazia, mojawapo naweza kupa ni swala la security. Ndio. Sasa swala la security naweza kupa mfano security lights, mataa. Kuna mataa ambayo ni jukumu la county na kuna mataa ambayo ni mbunge anaweka. Sasa tukiangalia upande wa mbunge nimekuambia amefanya ile uwezo wake. Lakini upande ambao tunatarajia county ndo ihusike na mataa, hapo ndo tunaona challenge na changamoto. County kupitia afisi ya mwakilishi wake. Ndio. Naam. Sasa ukiangalia suala la street light, hili ni suala ambalo ni muhimu. Tukiwa na mataa katika mitaa yetu tunaweza kuimarisha usalama. Kando na usalama pale tunaweza kuimarisha biashara hizi ndogo ndogo.
Unaangalia sasa hii mama yule akifungua biashara yake jioni, tuseme saa 10 ameanza biashara yake, ikifika saa 1 giza anafunga anaenda zake. Lau tutaimarisha mataa kwenye mitaa yetu, yule mama anaweza kukaa mpaka saa 3 akaenda zake nyumbani, akajitafutilia riziki yake, akaenda zake nyumbani, kwa sababu sasa tunajua kafyu iko. Lau akikaa mpaka saa 3 atajipatia ile riziki yake. Na ukiangalia pia upande wa street lights, sasa hii mitaa yetu ikiingia saa 1 bwana Shadrack, nikikutembeza huko mitaani unaona ni giza, hasa lile eneo ambalo mimi naishi pale. Tumepata mashtaka mengi kuwa kuna wananchi wengine huanguka kwa sababu ya mashimo ambayo yako. Okay. Kwa sababu ni giza, huoni mbele pale. Pata mwananchi amevunjika mguu, ushaona. Na saa nyingine swala lingine ni kuwa watu wamechukulia hili swala la kuwa hakuna mataa, basi wacha sisi tutupe taka kiholela holela. Ushaona, wewe unaamka asubuhi mnaona gunia ya taka iko hapo. Lao tutakuwa na mataa kutaweza kuimarika. Na katika upande fulani pia tukiwa na mataa, hao ndugu zetu ambao wanatumia uraibu wataweza kupungua, kwa sababu wao wanatafuta mahali ambao hawaonekani. Na lao sisi tutakaa tukisema basi iendelee hivyo kuwa hakuna mataa, itakuwa ni makosa. Lao tutaweka yale mataa pale mashinani, haya masuala pia yatapungua. Ndio. Right. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba kidogo kuna uwezekano wa masuala ya security imepungua na kudumisha na kuongeza biashara za kina mama kupitia street lights pale. Ndio. Unalenga kufanya hilo la kwanza. Ndio. Lakini mheshimiwa, hapa kuna wale viongozi ambao wamo uongozini kwa sasa. Unasikia wakisema kwamba nyinyi wawaniaji mnakuwa too much, I don't know which word to use, kwamba mna maono mengi kupita kiasi na hamjui kile kiatu kinafinya kwa kiwango kipi. Bwana Shadrack, hili suala la street light naweza kuambia mimi nimelifuatilia. Mimi kama kijana tuliwahi kuwa na current MCA, tumekuwa naye, nikamweleza bwana sisi changamoto yetu kubwa tunakuomba bwana utuweke mataa. Akanitia huku kunitia huku kunitia huko, nitakupa namba piga nini. Tunajua tu mtu akiwa hataki kukusaidia anakutia njia nyingi sana. Sasa mimi naonelea tukiwa pale sisi kama vijana tutapeleka msukumo, bwana sisi tunataka swala fulani lifanyiwe kazi. Ndio. Na si kwa ati sisi tunalaumu kwa sababu tunataka ule uongozi. Ni kitu ambayo ni reality, iko ground. Hakuna kitu sisi tumetunga. Ukifuata mwananchi akikwambia katika hizo shida, anakwambia shida moja ni hiyo street light. Kwa hiyo ipo haja county iweke yale mataa pale. Ipo haja. Ndio. Right. Unapozungumzia masuala hayo, wengi wanasema kwamba hamtilii pia maanani kuhusiana na masuala ya fedha. Maana wengi wanaati kwamba hakuna mfuko wa mwakilishi wadi. Hilo walichukulia vipi? Sawa, hakuna mfuko wa mwakilishi wadi, lakini wewe kama MCA uko na uwezo wa kuenda pale bungeni na kuwasilisha zile challenges ambazo ward yako inapitia. Wewe hukuwekwa pale kama sanamu bwana. Wewe umewekwa pale uangalie kuna shida gani ambayo county iingilie ilete mabadiliko. Wewe ni kwenda kusema bwana mimi eneo langu kuna ABCD nataka kufanyiwa. Alafu county iko na hiyo allocations bwana. Watasema hii bwana pelekeni Kazandani. Okay. Kwa hiyo ni MCA mwenyewe aamue bwana mimi nimechagulia wacha nikakae tu ile mshahara siku yangu ipite. Lakini lao ni kiongozi ambao mwenye anataka maendeleo, akifika pale anaweza kuwasilisha zile hoja na masuala kama haya yanaweza kutatulika. Kwa hivyo hamna sababu kusema kwamba pengine hatuna mfuko wetu. Kuna sababu. Mheshimiwa, wajua pengine kukawa kujitokeza swala lingine la kusema kwamba watu hawajaelewa, wananchi wenyewe hawajaelewa pengine kazi ya mwakilishi wadi ni nini. Kwamba ukisikia mtu anakuambia kwamba ukitembea kuna mataa, anafikiria kwamba ni wewe uende ununue mataa uweke pale. Ndio. Unahisi pia hiyo ni changamoto katika kufanya majukumu na kutekeleza majukumu ya mwakilishi wadi? Manake mwananchi pale haelewi wewe yako ni kwenda kuwasilisha ujumbe bungeni. Kwa hiyo saizi ulimwengu wa sasa umeendelea, watu wana mitandao. Mtu anaweza ingia kwenye mtandao akaangalia bwana kazi ya MCA ni nini. Kazi ya MCA ni kulegislate pale, kuleta sheria bungeni, ku-oversight
yale maendeleo ambayo yanaweza kufanyika pale. Kwa hiyo kazi ya MCA si kukaa tu afike pale bungeni, bwana wananchi wangu wanataka hivi na hivi. Ile siku county imeleta yale maendeleo pale, yeye akweko pale, itakuwa ni plus kwake, bwana kiongozi fulani bwana ameenda, tumemchagua, ameleta haya maendeleo. Kwa hiyo sasa ukikaa tu wewe ukisema hufanyi kazi, wananchi lazima watakulaumu, bwana huyu tulimchagua sisi, mbona hapeleki haya mashtaka yetu kule. Ndio. Bila shaka. Na tukiachana na hayo masuala ya insecurity ambayo umezungumzia hapa, pili unalenga kuleta mabadiliko kwa kitengo gani? Kitengo cha vijana. Unajua nikiongelea vijana naongelea kwa upana. Sasa naweza kuambia katika vijana tuko na vijana ambao wako na talents. Wacha tuingie hapo kwenye talent. Kwenye talent tuko na vijana ambao sana sana Mombasa sisi tunasifika na mpira. Timu ni nyingi mashinani wanaocheza mpira. Kweli. Sasa tukiangalia wale vijana wako na challenges nyingi sana bwana Shadrack. Na moja ya challenges ambazo ziko, mtu anakupigia simu, bwana mheshimiwa bwana sina fare na nimealikwa ligi fulani mahali. Sasa mimi kama kijana nikiwa pale katika ule uongozi, mimi nataka kufanya yani kila timu iwe na mradi wake ambao unaleta pesa. Kuwe na project ambayo ina generate income kwa ile timu. Kama ni timu moja unatafutilia mradi wao, kama ni car wash unanunulia mashini na tanki zao za maji. Kama ni bodaboda unatafutilia bodaboda timu kama hiyo. Uko sure mheshimiwa utafanya hivyo? Niko sure kwa sababu ni challenges ambazo zimekuwa nyingi sana bwana Shadrack. Ikiwa tutaweza kufanya vitu kama hivyo, yule coach hawezi kukufuata bwana mheshimiwa bwana nataka fair. Unajua hilo ni jambo la aibu ndugu yangu. Na sisi ambao tuko pale tutaweza kuyawasilisha, ambapo saa hizi viongozi ambao wako lao kubwa wanasubiri finali, kumefanywa ligi, wakuje finali, watoe ni jazi, ni mipira, waende zao. Zile challenges ambazo ziko kule hawataki kuziaddress. Kwa sababu mimi naona ipo haja ya hizi teams wawe na generating income, wawe na project ambazo zinaleta pesa. Ikiwa timu fulani bwana umewafungulia kao bwana Shadrack, kila siku wanaweka pesa yao, hakuna siku atakufuata kuombe. Ushaona? Hiyo pia ni kabisa una empower, unaleta nafasi za kazi kwa vijana. Lao nitawanulia bodaboda timu moja, ile bodaboda itaweza kuandika kijana na yule kijana ataweza kuangalia familia yake. Ushaona? Sasa yani ni kitu unafanya empowering kwa vijana kwa jumla. Right. Ndio. Lakini sasa mheshimiwa, haya unayosema pengine unalenga kuyafanya. Ndio. Lakini mtu pale wa Kazandani, kijana wa Kazandani anauliza, Abedi amefanya nini kufikia sasa mpaka tupatie nafasi? Okay, unajua vitu vingi upande wa kusaidia si lazima utangaze kuwa nimesaidia kitu fulani. Mimi nakwambia hili suala la vijana sisi tumelianza kitambo sana. Hata sisi tulikuwa na program ya kuzunguka mashule. Tunafanya mentorship program kwa watoto wa shule. Unajua siku hizi mitandao pia imekuwa mingi, mtoto anaweza kukorogwa akili. Sasa ukifika pale wewe kama kijana unawapa motisha wale wanafunzi. Bwana tieni bidii, maisha ni hivi. Unaweza kuwa mentor. Sasa ni kitu ambao mimi naweza kuambia tumefanya kitambo. Na pia nashukuru mbunge wangu wa Nyali kukitokea hizi basari. Mimi huenda pale bwana, naomba fomu hata kama ni 50. Nikifika kule niko na mama zangu, mama mboga, mama kuuza chakula, bana mama hii jaza. Huenda mtoto wako akabahatika akapata ile nafasi. Kumetokea nafasi za driving, nimeprint hizo makaratasi form, nimewapa vijana mtaani, bwana chukueni hiyo. Right. Ndio. Unajua sasa siwezi sema naweza saidia vijana wote kwa sababu sijachaguliwa na sina uwezo mimi kama kijana. Ndio maana nimefika pale kwa kijana wenzangu, bwana nipeni nafasi, tutafikisha maendeleo. Ndio. Right. Kukusikiza kwa makini Abedi, mimi napata picha ya kusema kwamba Kazandani ukisort masuala ya vijana umesaidia Kazandani kwa ujumla. Ndio. Ndio msukumo ulionao? Ndio. Na katika kuzungumzia masuala ya vijana, na lazima pia kuweze kuwa na mazungumzo ya kurekebisha tabia, masuala ya nidhamu pale yaingizwe ndani. Hilo nalo umejipanga nalo vipi? Okay, katika upande wa kurekebisha wale vijana tunajua wahuni wako.
ni sababu gani imepelekea vijana kuwa wahuni. Lazima tujue ni ugonjwa gani ambao uko mpaka kijana anaingia katika uhuni. Sasa yafaa tutibu ule ugonjwa kwanza. Tusiwe wakulaumu tu sisi kila siku. Lao vijana wale watapewa nafasi. Kama mimi naweza kupa mfano, suala hilo mimi nimelifikiria, nikasema nitakuja na community policing. Ile community policing ndani ya Kazandani ward, kila kijiji ndani ya Kazandani itoe kama ni vijana 5 ama 10. Vijana wale wakae, wakuwe trained, wajue kuhandle mambo na security. Sasa vijana kama wale wakishapewa zile kazi za community policing, sasa ni kwa wananchi sasa wajitolee, bwana, sisi hawa vijana wanatulindia mitaa yetu, sisi tunawapa kitu hichi. Ama kama mimi MCA nikionelea, bwana, mimi vijana hawa wanafanya kazi yao nzuri, bwana, hichi ni chao. Ushaona? Sasa vijana watakuwa na ile ari ya bwana, huyu anatusaidia bwana, sisi tunaacha haya magenge. Wako vijana ambao wamekuwa wahuni, tukakaa nao tunafanya ile, nikwambia mentorship tulifanya. Na sasa hii naweza kuambia wako vijana ambao wamebadilika, wako vijana ambao wameingilia biashara, wameacha ule uhuni, wako vijana wamerudi shule, nakwambia bwana, sawa, nimekusikiza bwana, mimi naacha mambo haya bwana, narudi zangu shule. Wako vijana ambao wamebadilika, lakini story kama hizo hazikui addressed kwenye media. Media ikisikia bana mahali fulani wamevamia nini, wanakuja na cover hiyo story. Lakini story kama hii, kijana ameamua kubadilika, huwa hatusikii. Ndio kaona sasa hizi media nyingi huwa zina address negative side ya vijana. Lakini ile positive, kijana ameamua kubadilika, huwa hawa address vitu kama hizo. Kutaja media, ndio nafikiri unaondoa Boss TV kidogo hapo, maana sisi mimi Boss TV nashukuru bwana Bright ambao tumekuwa naye. Alikuja siku moja hapo aka address, kulikuwa na timu hapo yaitwa Sokiki ambao ni youngsters, alikuja aka address hapo, aliona vile vijana wanabadilika kupitia mpira. Ushaona? Na pia nilimshukuru, alikuja aka address hiyo story, wananchi wako positive sasa. Positive sasa. Ndio. Kwa hivyo unatupatia heko. Ndio. Kimpamo. Kabisa. Asante sana. Right. Tukirudi hapa sasa kwenye masuala ya vijana, pengine katika swala sasa la kuinua, tumeangalia talanta, wapo vijana ambao wanafanya biashara zao. Ndio. Na wanajaribu kujikimu kimaisha. Ndio. Na wana pia matarajio ya kusema kwamba pengine Abedi akiingia, basi huenda biashara zetu zikainuka na mambo yetu yakaweza kubadilika. Hao nao mwapangia vipi? Okay, sasa tunajua kuna hii mfuko wa county ambao ni ya youth fund. Ni ya vijana. Sasa unajua masuala kama haya yanafanywa kubaguana. Kuta yule MCA yuko pale, ako na ushawishi, lakini akifika pale yeye ana watu wake. Sasa mimi nitahakikisha suala kama lile, vijana wangu wa Kazandani wamepewa kipaumbele. Yule kijana ambaye ana bodaboda ameapply anataka loan, yule mama mboga ambaye ameapply anataka loan, lazima apewe kipaumbele pale, zile pesa ziweze kufika kule mashinani. Ndio. Hata tukiangalia upande pia wa basari, naweza kuambia ubaguzi upo, kwa sababu wale wastahiki wenyewe huwa hawapati. Kwa sababu unakuta MCA kuna ushawishi mkubwa, akifika pale yeye ana watu wake, anapelekea watu wake, ama wengine hata kupelekea watoto wao waka apply zile basari wakapata. Lakini yule mama anastahiki, yule mama ambao anahitaji ule msaada haumfikii. Sasa mimi nitahakikisha kuwa zile kama ni basari zinafika kule mashinani, yule mama unampa aweze kusaidika. Ndio. Hakikisho hilo litakuja vipi? Unajua tusiseme tu kwa maneno hapa mheshimiwa. Ndio. Litakuja kwa sababu mimi nimekuambia saa hizi kukitokea basari kwa ofisi ya mbunge, mimi huenda pale ofisini. Bana, mimi niko na watu wangu, naomba hizi basari forms. Napewa kama basari 50, bwana chukua hizi. Sasa nikifika pale mimi eneo langu najua mama fulani bwana anahitaji hii. Bwana mama, napeleka mwenyewe. Bwana kijana fulani yahitaji hii. Bwana. Wako vijana ambao nimewasaidia, wengine wako college, wengine wako secondary, wameweza kusaidika na hizo basari. Kwa hiyo ipo haja ya kuwa zile basari zifike kule chini, zisiishie hapa juu tu. Ndio. Right. Na kidogo hapo kwenye swala zima la kupeana pengine basari pamoja na loans, huwa haswa kinachotokea sana sana ni lile la kusema kwamba jamii fulani ndio inapewa tu
kipaumbele. Kwa mfano kama ulivyotaja kwamba ndani ya Kazandani japo kuna jamii tofauti lakini kuu zaidi ambayo ni dominant pale ni Mijikenda. Na kuna lile swala la kusema kwamba pengine ibasari zikitoka zinapewa tu Mijikenda na kuna kabila zingine huko ambazo zimewachwa nje. Hilo nalo kwa swala la kuleta hali nzuri pale ya utendaji kazi pamoja na kuleta kabila zote katika umoja, unalichukulia vipi? Bwana Shadrack, mimi nakwambia naingia pale siingii kuwa nimechaguliwa na kabila fulani. Mimi naingia pale kusaidia wananchi wote. Sitaki kujua wewe umetoka wapi. Siku hizi ukienda kutaka msaada kwa viongozi ambao wapo, nakwambia bwana wewe hukunipigia kura. Peupe. Anakwambia Unajua ukiingia pale, ukishaingia kwenye kile kiti, wewe usitake kujua ni yupi amekupigia, ni yupi hakukupigia kura. Wewe jukumu lako sasa ni kuleta maendeleo kwa wote. Usitake kujua huyu alikupigia kura, huyu hakukupigia kura. Au masuala yapo, unaenda pale unataka usaidizi, bwana huyu alimpigia mtu fulani bwana, tuwezi msaidia. Ushaona? Kwa hiyo nikiwa pale mimi kama MCA wa Kazandani, tahakikisha yale maendeleo ambayo nitayaleta Kazandani ni ya kusaidia jamii yote. Sitaki kuangalia huyu ni hivi, huyu ni vile. Ndio. Utasaidia ndio. Mimi sasa tushamalizana kuangalia jinsi utakavyosaidia katika kurekebisha masuala ya usalama kupitia kuimarisha masuala pia biashara kupitia street lights. Mambo ya vijana umezungumza hapo, jinsi utaweza kufanya talanta zao kujikuza na jinsi ya kuinua maisha yao. Lakini katika kaunti ya Mombasa and the larger coastal region, swala la maji bila shaka utakubaliana na mimi ni swala ambalo limekuwepo na ni sugu sana. Na shida hii ya maji nafikiri pia imeextend mpaka Kazandani. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Unahisi kwamba lingechukuliwa kivipi hali ingekuwa tofauti? Okay, bwana Shadrack, tunajua hilo swala la maji ni tatizo sugu hapa Mombasa. Ukiangalia huko vitongoji vya Kazandani kule ndo hilo tatizo limekuwa kubwa sana. Na katika mipango yangu mimi napanga kuwa katika kila kijiji cha Kazandani kuwe kuna borehole. Na borehole ile itaweza kusimamiwa na community. Ile community ambayo iko pale waweze kuiangalia ile borehole na waweze kusaidika. Alafu suala lingine mimi naona ipo haja ya wananchi wa Mombasa na Kazandani waelimishwe kuhusu water harvest. Iwapo kutanyesha mvua, yale maji yaweze kuhifadhiwa, yaweze kuwa treated na waweze kutumia. Tukiangalia sehemu zingine vitu kama hivyo viko, watu wana harvest yale maji for future use. Wana harvest, yanatiwa dawa na yale maji watu wanaweza kutumia. Ndio. Unaposema kwamba kila kijiji kitaweza kuwa na borehole, ushaspot hizo baadhi mahali utaweka borehole. Shamba lazima tunazungumzia. Kuna hiyo ile community participation. Utafika pale kwa hiyo area pale, utafika bwana wananchi, mimi niko na haja ya kuwekea borehole. Wananchi wenyewe watakwambia bwana sehemu fulani, ama mtu atajitolea yeye mwenyewe, bwana mimi niko na sehemu, fanyeni huo mradi wenu. Ndio nikakwambia ile kitu itakuwa ni community based. Itakuwa wale wananchi ambao wako pale wanaweza kuilinda ile mradi kama ule, kwa sababu ni maji ambayo yawasaidia wao. Ndio. Na katika sasa masuala ya access clean water kupitia pengine Mombasa County limekuwa changamoto kubwa sana. Kila wakati ninapozungumza na wale wakilishi wadi wanasema kwamba ndio tumewasilisha malalamishi, lakini it seems nothing is being done about. Hata juzi tuliweza kucover story fulani Bangladesh waki protest kuhusiana na masuala ya maji. How do you feel you can go about it katika hiyo level ya county assembly kule? Mimi niko na imani tukibadilisha uongozi ndani ya Mombasa County kuanzia governor mpaka MCA, niko na imani kuwa ili suala la maji linaweza kutatulika. Kwa sababu tukiangalia, mimi naweza kupa mfano nchi kama Dubai. Ile nchi tunajua ilikuwa ni desert. Lakini kule huwezi sikia hata siku moja bwana Shadrack kuwa kuna uhaba wa maji. Na ilikuwa desert. Ndio. Kwa hiyo sisi hapa Mombasa bahari tuko nayo. Tunaweza kuleta wafadhili wale ama madonors wakuja tujengee plant pale ya kubadilisha yale maji ya bahari ya kuwe maji safi ya kutumika.
na yale maji yaweze kutembea kwenye household hizi nyumba ambazo zilioko. Kwa hiyo ni suala ambalo linaweza kutatulika iwapo uongozi utakuwa ni mzuri. Ndio. Right. Lakini una imani kwamba pengine una hoja pengine utawasilisha bungeni kuzungumzia masuala ya maji? Lazima hoja ifikishwe, kwa sababu hili ni suala ambalo limekuwa ni donda sugu tangu sisi tunakulia, kwa sababu inashangaza sana, kwa sababu Mombasa sisi tuko na bahari, lakini maji ya kutumia sisi hatuna. Maji mtu unanunua. Unajua hizo expenses ambayo mwananchi anatumia itamsaidia kwa upande fulani iwapo suala la maji litaweza kutatuliwa. Bila shaka. Ndio. Right. Na sasa kukuja kwenye safari yako au kwa jinsi umejiandaa kwenye kinyang'anyiro hicho, mtu wa kwanza atauliza, pengine mwananchi anaweza uliza, Bwana Abedi ana uwezo kweli wa kukabiliana na haya mawimbi ya kisiasa kwenda mbele? Okay, Bwana Shadrack, acha nikwambie bwana. Siasa watu wengi huamini kuwa mpaka uwe na pesa ndio uingie katika ulingo wa siasa. Si kuamini. Mimi naona ni hivyo. Si hivyo. Ukiwa na ushawishi katika jamii yako unayotoka, wale jamii hawatoangalia una pesa ama hauna. Wataangalia wewe kama Shadrack. Huyu kijana tunamjua, amekulia hapa, amesoma hapa, na tunajua tukimpa nafasi huyu kijana anaweza kuleta mabadiliko. Kwa hiyo mimi sijajipanga kipesa. Mimi nitawasilisha hoja zangu kwa wananchi. Bwana, manifesto yangu mimi ni ABCD. Naomba unipe nafasi. Unajua saa hizi ni kutembea mashinani Bwana Shadrack. Uulize yule mama mboga pale, ukae naye. Bwana, mama mboga mimi ni hivi na hivi na hivi. Anaweza kukusikiza. Unajua saa hizi najua wako watu wale wa last minute. Mtu anasema bwana mimi niko na pesa bwana. Mimi nikija ndio nikakwambia ipo haja wananchi kuelimishwa kuhusu suala hili upande wa kura. Kwa hiyo wako watu ambao wanasema sisi tunategemea pesa, tukifika pale sisi tutamwaga pesa, wananchi watatuchagua. Kwa hiyo ndio mimi nakwambia, mimi safari yangu imeanza kitambo. Kwa hiyo ni kutembelea wananchi, tunakaa, tunapiga gumzo, vijana kama tumepatana kwenye mkahawa, tunakaa, tunadiscuss zile challenges ambazo ziko, na wao wasimame na mimi kwenye hii safari. Kwa hiyo mimi nimejiandaa na wananchi wangu. Vijana wangu ndio jeshi langu. Siwezi kuambia kuwa nimejiandaa kipesa. Bila shaka. Na kweli huenda ukawa pengine ukizungumza na vijana unapata kukuelewa kwa njia rahisi, maana unajua kuzungumza lugha yao na wamekuona kwa yale ambayo umeyafanya. Lakini kwa hawa wazee wetu na kina mama pia ni miongoni mwa wapiga kura ndani ya Kazandani. Umewahi kumbana na mambo kama yale ya kusema kwamba wewe kijana mdogo utatuambia nini sisi? Kwa kweli saa hizi sijawahi kuambiwa hivyo, kwa sababu nikiongea na wazee, nikiongea na wale wa mama mboga, wote wako na positive. Yaani wananijibu kwa uzuri, bwana kijana kama ni wewe umeamua kusimama, bwana sisi tutasimama nawe. Unajua haswa hawa vijana, usitegemee kuwa vijana watakuja tu kupigia kura. Wewe wafuate pale mahali wako. Ni maskani, ni kwenye stage yao ya bodaboda, ni mkahawani wamekaa, wafuate pale. Bwana mimi wajitambulisha, bwana mimi ni fulani fulani, niko na azma ya kusimama. Ukae pale wasikize. Wale vijana wanataka mtu ambao anakaa na wao, anatangamana na wao kwa uzuri, anaweza kusikiza hoja zao zile ambao kunazo, alafu utaangalia huko mbele, tuangalie hiyo safari vile itakuwa. Right. Ndio. Bila shaka. Lakini negative criticism pia unakubaliana nao na unajifunza kutoka kwa hiyo? Kwa saa hizi sijapata any negative, kwa sababu lakini nitakwambia itafika time mtu atakwambia bwana yule ni wakuja, msimpigie kura. Kwa hiyo hizo zote ni propaganda. Unajua siasa ni propaganda. Watakuja watu na propaganda zao, bwana yule Abedi yule si mtu hapa bwana, msimpigie kura. Kwa hiyo mimi nina imani wananchi, ukienda pale ukiuza sera zako vizuri, wataweza kusikiza. Na kama nilivyokuambia, wananchi wana kiu ya maendeleo. Wanasema enough is enough. Sasa wamechoka, wanataka maendeleo. Maendeleo yapo ndani ya Abedi. Ndio. Bila shaka. Na kwa kumalizia, pengine Bwana Abedi, safari yako ushachagua chama kabisa. Ndio. UDA. Ndio. Na bila shaka wapo wapinzani wako ambao mtakuwa nao kwenye kinyang'anyiro kile. Ndio. How do you correlate na watu kama wapinzani wako hiyo? Unajua Bwana Shadrack, kila mtu auze sera yake.
Haina haja kufanya siasa ya kuchafuliana majina, siasa ya matusi. Kila mtu aende kwa mwananchi. Unajua mwananchi mwisho yeye ndo ataamua. Wewe unafika pale, unauza sera yako, ni kama vile kumtongoza msichana. Mimi na wewe tuweza kutongoza msichana mmoja, lakini yule msichana ataangalia, bwana Shadrack ana mistari mizuri, acha niende kwa Shadrack. Ushaona? Sasa ni vile utakavyoweza kuuza sera zako kwa wananchi na vile umeweza kutangamana na wale wananchi. Ushaona? Sasa wananchi wao mwisho ndo wataamua. Bwana ni fulani bwana. Ushaona? Ndio. Naam, unataka uweze kuangazia ama kuangalia ile kamera pale tunapomalizia bwana Abeidi, uzungumze na yule mpiga kura wa Kazandani. Ndio. Muombe kura yake. Okay, bwana Shadrack, mimi nitakwambia kuna slogan huwa nimeweka kwenye poster zangu, ninasema don't just hope for change, vote for change. Usikae ukasema bwana sisi tunataka mabadiliko ili hali hupigi kura. Ushaona? Mabadiliko huletwa kwa kupiga kura. Na ningetaka kuwasihi wananchi wangu wa Kazandani kuwa wachague kiongozi ambaye atajali maslahi yao, si maslahi yake binafsi. Na mimi niko na imani ikiwa wananchi wangu wa Kazandani wakisimama na mimi, na yale mambo ambayo tumeweza kuyaongelea hapa yataweza kuwasaidia wao kama wana Kazandani. Ndio. Kwa kura wakupe. Ndio. Mpenzi mtazamaji, unapojua kila siku lazima tuweze kuwatafuta na kuwaleta ndani ya studio na kuzungumzia ajenda yao. Alafu wewe unaweza kukaa chini kwa muda wako mwafaka uweze kufanya udadisi wa kipekee, mweke kwenye ratili, mweke kwenye mizani, upime je, ametosha kukuwakilisha pale katika bunge la kaunti. Iwapo ndio, fanya uamuzi wako wa kivyako na itakuwa vyema bila shaka pengine kama utaweza kumzawadi kuwa mwakilishi wadi. Lakini kwa kumalizia pia kuna lile swali la kusema kwamba tumekuwepo na visa vingi ambapo utasikia kwamba afisi ya wakilishi wadi haielewani na afisi ya gavana, afisi ya mawakilishi wadi haielewani na speaker wa county assembly. Kufanya kazi na wenzako itakuwa vipi? Okay, bwana Shadrack, mimi sitoangalia ni yupi. Unajua sasa hii tukileta siasa katika utendakazi ndio pale unaona maendeleo hakuna. Nikikupa mfano, lao MCA wa Kazandani aweze kufanya kazi na mbunge, yale maendeleo yatapatikana. Kuwe na ule muelewano, watu waelewane bwana. Ile siasa imeisha. Unajua tukileta siasa na siasa ishaisha, sasa ni wakati wa kazi, hapo ndo unaona maendeleo hakuna. Mimi nakuhakikishia nikichaguliwa, yule mbunge ambaye atakuwa pale nitaweza kufanya naye kazi, na yule governor ambaye atakuwa pale hata kama si wa UDA nitaweza kufanya naye kazi. Kwa sababu mimi nimekuwa pale kwa sababu ya wananchi wa Kazandani. Bila shaka. Ndio.